Na mpenzi mtazamaji, kama nilivyokuahidi, tutakuwa tukizungumza naye kocha ambaye ni mkufunzi wake Christine Ongare, ambaye atakuwa anashiriki katika mchezo wa Olimpiki katika kitengo cha flyweight. Na bila kupoteza muda tuweze kuzungumza naye kocha. Kocha, hebu kwanza kabisa waweze kujulisha watazamaji wetu unafahamika kama nani, na utueleze kuhusu matayarisho ya mchezo wa Olimpiki, mmefika wapi na malengo yenu pamoja na matarajio yenu. Naam, kwa jina naitwa Musa Benjamin. Mimi ndio kocha wa timu ya taifa ambayo inajulikana kama Hit Squad. Na mabondia mpaka sasa tumeweza kupata ama kuqualify mabondia wawili, Nico Koth na Christine Ongare kwa mchezo wa Olimpiki, lakini kuna qualifiers ambao itafanyika kule France mwezi wa 6, na ndio ambao sasa tumeanza kujitayarisha kwa mashindano hayo, manake tunaamini kwamba tunaweza kuongezea idadi ya mabondia ambao watawakilisha nchi yetu katika mchezo wa Olimpiki. Naam. Na hivi sasa ni Nico Koth pamoja na Christine ambao waliweza kupata tuseme ile ticket. Hisia ilichukuliwa vipi baada ya wawili hao kuweza kupata this qualification, maana waliweza kupata habari wakiwa kule Senegal katika mashindano ya Africa Boxing Federation? Naam, sio rahisi kuqualify kwa mchezo wa Olimpiki. Manake ukiangalia kama kule Senegal tulikuwa nchi kadhaa, lakini chini ya nchi 13 ndio waliweza kuqualify. So kuna wengi walikuja pale, walileta full team, lakini hawakuweza kupata hata qualification moja. So sisi tulikuwa tuna matarajio ya kuqualify mabondia kama 4 5 katika mashindano hayo ya Senegal, lakini kutokana na jambo moja au nyingine, mambo ya scoring system ambayo ilikuwa imebadilika kidogo, ilileta shida mpaka Olympic Committee imeingilia kati na wakasema watarekebisha kule World Qualifiers. So kutokana na hayo hatukuweza kupata ile target yetu ambayo tulikuwa tumeset, lakini kuna uwezo, kuna potential, na tuna uhakika kwamba hivi tulianza mazoezi mapema vilivyo. Incorporate other experts kama wa strength and conditioning. Tuna bwana Kimani kutoka Olympic Committee, tuko na nutritionist vile kutoka Olympic Committee, tuko na physiotherapist ambaye anaangalia vijana kila baada ya muda fulani, na wanatuambia mambo ambayo kila mchezaji anafaa kufanya. Na sisi vile tuko pale kuangalia mambo ya technical na tactical aspect ya mchezo. So tukijumulisha hayo yote, tuna uhakika kwamba kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutaweza kuongezea idadi ya wachezaji ambao watatuwakilisha. Na hivi sasa maandalizi yanaendelea vipi? Je, umeridhishwa hadi pale ambapo mko hivi sasa, ama bado mna hisia kwamba mnaweza fanya mengi zaidi? Naam, jambo la kwanza kubwa zaidi ambalo liliweza kufanyika chini ya uongozi wa boxing committee, uongozi wa Jamal. Ukiangalia hapa mahali ambapo tunafanyia mazoezi kwa sasa, hii ni state of the art gym. Hii gym iko na kila kitu ambayo coach wetu wa strength and conditioning anaweza kuhitaji kuwapa wachezaji. Tuko na space, tukitaka kufanya endurance, strength exercises, everything iko kwenye hili gym. So hiyo kwanza ilikuwa ni jambo kubwa sana, na imetuwezesha kuweza kufanya mazoezi inavyotakikana. Na sasa tuko na muda, tunasema corona ilikuwa ni kama a blessing in disguise, kwani imetupatia muda, ilifanya michezo ikasogezwa mbele. So tumepata muda mrefu wa kuweza kufanya haya mambo yote ambayo tumekuwa mara nyingi hatupati nafasi ya kuyafanya. Na tunashukuru pia kiongozi wetu bwana Jamal kwa kuweza kujitolea pamoja na Olympic Committee kutusaidia katika matayarisho haya. So kuna hope kwamba tutaweza kufanya vizuri kule France na vile katika mashindano ya Olimpiki.
Naam, kwa kile ambacho Wakenya wengi wanafahamu ni kwamba Kenya imeweza kuwa na bondia mmoja tu ambaye aliweza kupata medali ya dhahabu ambaye ni Robert Wangila miaka ya 80 kule. Je, matarajio yako ni yapi mwaka huu katika mchezo huu Olimpiki ambao utaandaliwa mwaka huu na ulikuwa ulifanyika mwaka uliopita? Jambo lingine ambalo pia lazima tukumbuke ni kwamba kando na mchezo ama athletics, boxing peke yake ndio ambayo tumeweza kupata medali kadhaa kwa michezo ya Olimpiki kwa miaka ya mashindano hayo yamepita. So najua matarajio ya wapenzi wa boxing hapa nchini yako juu. Matarajio yetu sisi wenyewe kama walimu pia ipo juu, manake tunaona wale wachezaji tuna deal nao wako na uwezo. Mambo yote yakienda sawa, mazoezi tuendelee kufanya vizuri vile tunavyofanya sasa hivi, wana uwezo wa kufika katika medal bracket, na hiyo ndio target yetu. Na tunaona Mwenyezi Mungu akituongoza, akizidi kutujalia afya nzuri, tutaweza kuachieve hiyo ndio ndoto kwa sasa ambao tunataka jambo ambalo kubwa tunataka tufanye. Pia wapenzi wa ngumi waweze kusmile kidogo. Naam. Tumebakisha miezi 6 hivi ili tuweze kwenda kwa mashindano yale ambayo itakuwa tarehe 23 mwezi Julai kama sijakosea. Je, lile ambalo tunaita residential training, wachezaji wako wataanza kushiriki hii kuanzia muda upi? Kuanzia lini kutokea sasa? Umesema miezi 6 imebaki, inaonekana ni kama muda mrefu sana, lakini sio muda mrefu, ni muda mfupi sana. Na komiti yetu ya Boxing Federation of Kenya inashirikiana na Olympic Committee kwa mpangilio yetu ya mazoezi. So muda wote kuanzia mwezi ujao tutaanza kuwa na residential training ambao pia itatuwezesha kuweza kuwa na session zile tunataka kuwa nazo za training per day. Naona kwa sasa tuna train session moja peke yake, lakini sasa kwa siku that is. Lakini baada tumekaa chini, tutapatia Olympic Committee program yetu, ratiba yetu ya mazoezi mpaka kufikia mashindano ya Olimpiki, basi tutaweza kuja na tarehe kamili. Lakini kuanzia mwezi ujao katikati kwenda mbele tunaanza mazoezi, lazima tutaanza residential training, manake lazima pia kwa uwezo wake God akitujalia afya tuwe na mashindano, manake tumekaa tayari kama mwaka mzima hatujakuwa na mashindano yoyote, na hiyo haiwezi kuwa nzuri. Lazima tutafute mashindano, tukuwe na mashindano na nchi zingine ili itusaidie na tuweze kujipima, tuone tumefika wapi sasa katika matayarisho yetu ya qualifiers. Na mwisho kabisa, kabla nikuachilie, kwa maoni yako tu, ukilinganisha miaka ya hapo awali, miaka ya 80 in the 80s na hivi sasa, mchezo wa dondi nchini imeweza kukua kiasi gani? Ni ngumu kucompare, manake hizi times ni tofauti, kila kitu, hata sports yenyewe imeenda ikievolve. Lakini jambo kikubwa sana ambao imefanyika kwa boxing kwa haya miaka kadhaa kidogo yamepita ni kwamba ile corporate sponsorship ilikuja ikaondoka, tukapoteza kama Kenya Post Central Communication, Kenya Breweries, East Africa Industries, Kenya Airways. Wao wote walikuwa wanajumuika katika mchezo wa ngumi, na unakuta ndio wakati huo mashindano yalikuwa ziko juu sana, ambao tayari ina result tu standards zinakwenda juu. So hiyo ndio jambo kubwa ambalo ama pigo kubwa ambalo liliweza kutokea kwa mchezo wetu, ikafanya standards zikarudi chini sana. Lakini polepole tangu tumefanya uchaguzi mwaka uliopita, miaka miwili iliyopita, mwaka mmoja na nusu iliyopita, uongozi mpya wa boxing sasa unaanza kurevamp mchezo, na kila kitu foundation ndio muhimu. So lazima ndio sisi clarion call ni ndondi mashinani. So tunaenda kule kwenye counties ili tuanze pale chini, ndio tuwe na vijana chipukizi ambao watakuja fill in kwa timu ya taifa baadaye.
na hiyo ni jambo muhimu. Wazo zuri sana kutoka kwake kocha wa timu ya taifa ya bondia. Mpenzi mtazamaji, vile umeweza kusikia kutoka kwake, mambo yanaendelea sambamba. Usiwe na shauku popote pale ulipo hapo nyumbani, maana mwaka huu ni mwaka wa taifa la Kenya kuweza kung'aa katika mchezo wa bondia. Nimekuwa wako Samson Jura, tufanye vivi hivi tena Jumamosi ijayo apendapo majaliwa, na nimetoka.